Mr. Sam. Yes. Kuna vijana wengi sana wana qualification nzuri za kuweza kupata kazi na kuweza kupata ajira, lakini wamekuwa hawaajiriwi na wako mtaani kwa sababu inawezekana waliwahi kuitwa kwenye interviews, lakini kutokana na kukosa kujiamini waajiri wakaona hawafai kuwaweka kwenye position ambazo walitaka kuwaweka. Hivi ni vitu gani ambavyo kijana anapaswa kuvifahamu ili kujiongezea confidence wakati anaenda kwenye interview? Labda nikusahishe kidogo. Hatuna mtu ambaye alikuwa na qualify afa kaitwa kwenye interview akatetemeka. Kutetemeka ni dalili ya kuto qualify. Yaani ulitakiwa usitetemeke ili uweze kuqualify kwa sababu kadha wa kadha. Labda niongee kuhusu hii fear, kutetemeka, alafu niongee vitu vya kusaidia. Moja, kutetemeka kwenye psychology tunasema ni matokeo ya taarifa ulizokuwa nazo. Yaani fear ni matokeo, ni udhihirisho wa kitu ulichokisikia. Mfano, kama usingewahi kusikia kwamba simba anakulaga watu, ukutana na simba utatetemeka. Uweze kumwogopa. Yaani unahisi huyu ni kama njiwa, ni kama tu uweze kumwona njiwa ukatetemeka. Mfano tu mwepesi nikupe tena taarifa nyingine. Kama mimi na yeye ni marafiki bwana Shafii, tunapiga story kawaida. Siku ukaja kusikia kwamba Samsasali ni mchawi hatari, perception yako kuhusiana na mimi itabadilika. Leo wakati hujajua ni kwamba mwanangu twende karibu maji, karibu juice, kunywa, utakunywa. Siku ukishasikia kwamba mimi ni mchawi, nikukaribisha juice, fear ni matokeo ya kitu ambacho umekisikia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sisi vinatuchangia, moja wapo ikiwa ni taarifa tulizokuwa nazo. Kwa hiyo kama mimi nimeitwa kwenye interview, sasa ni kitu gani ambacho labda nimekisikia kinanifanya mimi nitetemeke? Interview ngumu. Nasikia interview ngumu. Umewahi kujiuliza mtu akitoka kwenye interview, kama mko kwenye desk mmekaa, mkamuona mwenzenu anatoka jasho linamtoka, cha kwanza ambacho unakuwa nacho, hautatamani kurelax, unatamani kujua wamekuuliza nini, ilikuwaje, sina nini. The more you hear, the more una panic. Ila mtu akamwambia basi simple, wewe ndani simple, unakuwa unaingia mwe ndani, hautatetemeka. Ila ukimwona kwanza ametoka, machozi yanamtoka, wa pili anatoka, anatetemeka. Unajua Mungu wangu, mimi sijui inakuwa vipi. Kwa taarifa ulizosikia inawezekana kuhusiana na interview au pia mtazamo uliokuwa nao kuhusu interview. Njia ya kwanza, usiogope interview. Nenda ukiwa na mategemeo mengi sana ya kukosa. Mategemeo ya kukosa. Exactly. Kama haya hata sababisha mimi kunitetemesha. No, itakujengea confidence. Unajua I do it by the way. Hata nikikosa fresh nishajiandaa kukosa. Kwa nini nisijiandae kupata nikawa najiamini? Kinachokutetemesha ni fear of getting it. Kwa sababu kwenye saikolojia unaamini ninatetemeka kwa sababu na qualify kupata. Ninajengewa fear kwa sababu nitaikosa. Sasa ile fear of losing ndio inakutetemesha. Ingekuwa tu mimi wanajua sasa, mfano unaenda kumapproach mdada, ukijua sasa atakukataa, jibu la kutokataliwa alitakustua, ulishajiandaa kisaikolojia kukosa. Utakuwa unatetemeka iwapo umejiandaa kupata, alafu ghafla akakuchenjia, atakayokuambia itakutetemesha kwa sababu haukujiandaa kisaikolojia. The more you attend the interviews, the more you become competent kwenye hilo eneo. Utakuwa ambavyo utaanza kuzoea kwamba interview ina maswali magumu. Utaanza kuzoea maswali ya interview. Utaanza kuzoea watu wanavyokwenda kwenye interview. Utaanza kuzoea panels za interview. Kwa hiyo mbinu ya kwanza kabisa ya mimi kuweza kuwa na ile confidence ni kuattend more interviews. Yes. Yes. We say more practice, more effort. Sisi wakati wa vulana tulikuwa wadogo, tulianza kujifunza kupiga danadana 2, unajifunza 10, unajifunza 15. Leo kimuona Ronaldo anapiga danadana nyingi uwanjani, hajajifunzia uwanjani. Alijifunzia kwenye mazoezi. Kwa hiyo hizi ni shughuli unazokutana nayo uwanjani. Kwa kadri unavyo attend interview, ndivyo ambavyo unakuwa mbobevu katika interview na sio katika kukosa. Na kila interview ambayo unakuwa unakosa, kuna kitu cha pili ambacho lazima ujifunze. Jifunze kuuliza kama ulicho kwenye interview ukakosa. Yes, kwa maana kwamba kwa nini hamkunichukua? Unaelewa? Watakwambia uliongea vizuri sana, uliflow vizuri, lakini tatizo unatetemeka. Then you will know where is your problem. Then
kabla ya interview utakuwa unadili na tatizo lilokuwa nalo ambalo linaitwa kutetemeka, na linaondolewa kwa kupata taarifa sahihi. Unakwambia bwana, wewe bila kufanya interview moja, shirika moja kubwa tu, nimeenda kwenye interview, nikauliza kwa nini nimekosa, wakaambia you overqualified. Kwa hiyo pengine angelita mara pili ningetetemeka, ningejua kwa nini makosa sikupita. Hauna taarifa sahihi kuhusu wewe. Lakini kwa kadri unavyozidi kupata taarifa ya makosa ambayo umefanya kwenye interview zingine, zitazidi kujengea ujasiri wa interviews. 3, practicing. Mimi kabla kwenda kwenye interview za kwangu za kwanza, nilikuwa na interview mwenyewe nyumbani. Nakaa kwenye kioo pale, my name is Samuel Sisai. Ghafla nimechapia, narudia tena. Najifanyia mazoezi mwenyewe. Nilivyoingia kwenye interview, nilikuwa nafanya kitu ambacho tayari nilifanya udadisi katika tabia yangu kuuliza maswali. Kwenye interview unauliza maswali gani? Na kwa swali la kwanza lazima ufanye introduction ya kwako. Kwa hiyo nilipokwenda kwenye interview nikamwambia, can you tell us about yourself? Nilikuwa na flow, alikunitetemesha. I was expecting it to happen. Na kama ambavyo umeingia kwenye chombo cha mtihani ukakutana na swali ambalo ulilisoma jana usiku, yaani ujasiri unaongezeka. Hautatetemeka kwa sababu una taarifa zake tayari before. Kwa hiyo ni swala la msingi sana mtu anapokuwa unajiandaa, kwa maana kwamba unafanya mazoezi ya kwako, either kwenye kioo, either na nyumbani watu. Kwenye public speaking, moja wapo njia kuongeza confidence ni kupractice out of the pulpit. Mbali na ukiwa na eneo la kuzungumzia, unafanya mazoezi nyumbani, unaongea na mtu mmoja, unaongea na watu wawili, wanakwambia tatizo unaongea haraka sana. Labda kuna swali moja ambalo watu wengi sana kwenye interview huwa wanaliogopa. Kwa nini tukuajiri wewe na si mtu mwingine? Hivi ulikuwa una practice vipi kutana na swali kama hilo? Ndio swali tamu kuliko maswali yote kwenye interview. Watu wananiuliza kwamba wewe unaweza nini extra kuliko wengine. Ndio tafsiri yake. What are your strengths? Wewe unaweza nini kuliko wengine? Kwa nini tukuajiri wewe? Mimi ni noma, mimi ni mbunifu. Mimi ni mzungumzaji. Ukinipa nafasi ya kuzungumza mimi naweza kuuza. Nilipokuwa sekondari nilifanya 1 2 3 4 5. Unajua watu wanasema tu kwamba hatuwezi kuajiri mtu ambaye ana experience kwa sababu tu hujaongea. Hakuna mtu dunia hii anaishi bila experience yoyote. Ulipokuwa darasa 7 unaweza kuuza kompasi. Kama unaweza kumuuzia mtu darasa la 7, you have that potential inside of you. Lakini hujawahi kuipractice tena na tena mara nyingi au mara 3 mara nyingi. Tumeangalia mambo ni matatu haya. Yes. Jambo la 4, punctuality. Wewe umeambia interview saa 4. Wewe saa 3 ndio unavaa kutoka kwa Mbagala interview poster. Ukifika pale unaambiwa why are you late? Utatetemeka, wanakushambulia. Kwenye interview you have mentioned in your CV you are single. Yes, now you are pregnant. How comes? Are you not faithful? Mdada kapanic. It's none of your business. It's my life. Ndio ile kwamba sasa kama unapimwa pale hivi uko una customers wana kudistort, will you handle your pressure? Will you handle your tempo? Kwa hiyo namna gani una control tempo yako? Kwa lazima ujifunze kurelax kwenye interview. Kama swali hujalielewa au hujalisikia, kuna techniques. Swali mfano ile swali uliuliza yani sijalipata vizuri. Uwezo kwamba tu ghafla silijui. Unaweza kumwambia tu, can you repeat again the question? Or can you figure it out in different way? Wakati unapoongea akili inawaza fast hapa kwamba hii inaweza kuwa ni engo hii hapa. Kwa hiyo unalijibu ile swali kiurahisi. Utatetemeka bure. Haja kutoka kwenye maisha mtetemeko kampa mtu msaada. Ukishatetemeka, hata kama hivi katokea hapa Simba ametokea mbele yangu, nikitetemeka haimaanishi Simba hata nila. Ikitokea Simba ameamua kuondoka, haimaanishi kule kutetemeka ndio kumefukuza Simba. Hakuja amna. Kwa kutetemeka, relax, present issue zako unaweza. Kuto ku relax na sababisha kutetemeka kwenye interview. Kingine kinachotetemesha hata kwenye interview, lugha. Ukishaambiwa mwanangu English, na unajua kabisa Kiingereza chako ni kile cha zee. When the doctor is unatetemeka kwa sababu ya language. Mwingine ngambia unaweza kunitelezea katika Kiswahili? Anatiririka. Uoga wote unamtoka. Naweza. Anatiririka. Sasa ukishajijua kwamba uoga wako unatokana na lugha,
fanya mazoezi ya lugha, hususan lugha ya Kiingereza. Practice, uliza, fanya hivyo nini na nini. Hakuna mtu ambaye amezaliwa na Kiingereza kwa sisi wabongo. Wengi tumezaliwa na Kiingereza tutanacho shule saa ya kusoma. Kwa hiyo utakapokuwa unajieleza unaweza kugundua kwamba unachokosa wewe ni skills za communication. Kwa sababu communication ni skills. Na katika kuwasilisha kwako, katika vitu ambavyo unakosea ni lugha na uwasilishaji wa hiyo lugha yenyewe hilo jambo. Inawezekana ukawa unachanganya tenses. Zinakupiga chenga wakati uliopo na wakati uliopita. Kwaweza kuja kuwa ni changamoto kwako. Kwa hiyo mazoezi ya lugha yanakuongezea confidence, inakuondolea woga katika interview. Hata angesema can we go in English or Swahili, any of the two, I'm ready for that. Lakini ukishajua wewe ndo mbobevu Kiswahili peke yake, utasema anakusikia pale unachanganya desa, I'm confident in Kiswahili. Confidence in Kiswahili ndo ni sasa. Are you confident or confidence? Utasema confident. Okay, let's go to Swahili. Inawezekana mwingine akapata kazi kwa sababu ya lugha. Una qualifications zote, lakini umetetemeka mle ndani kwa sababu ya lugha alikuwa anaongea. Mwanzoko ameingia hana qualification sana kama wewe, lakini alikuwa anatiririka hivi. Kwa hiyo woga mwingine unategemea na lugha ambayo inatumiwa, kwa sababu mara zote mtu yote ambaye anaongea Kiingereza unajikuta tu mbele yake unajiorganize namna kumsikiliza na namna kukubali mawazo yake, kwa sababu yamefichwa katika lugha ya Kiingereza. Kuna kijana ambaye ndio ametoka chuo, amemaliza na ameitwa ndio interview yake ya kwanza. Hajawahi kuattend interview ya aina yoyote ile. Na ndio interview yake ya kwanza ndio ameitwa ile aende kule akaraniwa. Anajiandaaje wewe? Kuna vitu vingi vya kujiandaa. Kama ndo mara yake ya kwanza. Kuna vitu nne nivitaja haraka. Kwanza, jiandae na taarifa sahihi na watu waliokuita. One of the questions ambao watu wengi wanauliza kwenye interviews, asa, do you know us? Can you tell us about us? Unaweza kutueleza kuhusu sisi? Asabii mfano fanya kazi Clouds TV. Ukaambiwa can you tell about Clouds TV? Ukaanza kutiririka misifa ambayo sisi hatuna. Sisi ndo tunajijua. Yaani usitudanganye kuhusu sisi. Kwa hiyo tuambie basic ambavyo unafahamu kuhusu sisi. Kuna wengine wanakuambia wanafanya products, mfano makampuni ya simu. Unaenda, do you know our products? Kwa hiyo lazima ujue hao watu wanafanya nini na wako wapi na wapi. Wako branches ngapi. Kwa hiyo jambo la kwanza kujiandaa nalo. Taarifa sahihi. Jambo la pili, location. Ukiitwa kwenye interview usifurahie tu ile taarifa. Unasema hivi wako wapi wa jamaa? Unaanza kucalculate walipo na ulipo. Unagundua wao wanakaa Kibaha maili moja, mfano kwa Dar es Salaam. Hawa jamaa wako Kigamboni. Kwa hiyo lazima ucalculate muda wa kuondoka na muda wa kufika kwenye interview. Na kwa hiyo usipojua location, unaweza kuwa unazunguka tu eneo lenye kumbe nyumba iko hapo katikati. Tuna simu zina Google Maps. You can use Google Map kutafuta eneo unalotaka. Kwa hiyo tafuta location ya watu ambao wanaitwa. Kitu kingine unapata kwenye interview, jambo la tatu kujiandaa nalo, wanakuita kwa posti ipi? Hakuna mtu anaitwa kwa posti yoyote ile. Kuna posti ambayo wamekuitia nayo. Kwa hiyo lazima wakuulize kuhusiana na hiyo posti. Kwa hiyo lazima uwe na taarifa sahihi kuhusiana na hiyo posti. Inawezekana mimi kazi yangu ya kwanza nilikuwa ni karani masijara. Inaitwa registry. Nifanya kazi registry. Ndio kazi yangu ya kwanza. Sijawahi kuisomea, sijawahi kuijua mahali. Ila nilisoma content. Na nilipopigia simu kama unahitaji kwa ajili ya kazi ya karani masijara daraja la pili, ikabidi nianze kutafuta hivi karani masijara anafanyaga kazi gani. Kwa nizile taarifa walipokuwa kwenye interview wakaniuliza, nikawaambia unajua kazi unaenda kuifanya? Nikamwambia ndio. Inahusika na nini? Nikatiririka. Kwa lazima ujue hii kazi ulioniitia inahusika na nini. Wakikuita kwa kazi ya udereva, jiandae na mambo yanayohusiana na udereva. Kwa unajua unaweza kuuliza leseni, umbali, mafuta, nini, hizo vitu. Kwa jiandae navyo. Ukiitwa kama administrator, jiandae na issue za administrator. Ukiitwa kama mhasibu, jiandae na taarifa za ile post ambayo umeitiwa nayo. Ile jambo la tatu. Jambo la nne ambalo lazima ujiandae nalo ni maswali. Tunataka common questions appears in the interview. Mfano ile alilouliza mara ya kwanza, why should we choose you? Kwa nini tukuchague? Swali la pili, how much should we pay you?
Swala 3, what is your weaknesses? Swala 4, what do you know about us? Kwa hivyo ni vitu vya lazima ujiandae. Hizi ni common questions. Common questions ambazo kwenye interviews nyingi sio zote, nyingi zinatokea. Siku hizi kuna interview ambazo uulizwi swali lolote. Unapiga story tunaita IQ test. Unatestiwa tu IQ yako inajua issues. Hiyo situshajua kwamba tukikuuliza utameza usiku mzima utameza. Tukija watu test IQ, tukuulizi your strength weaknesses. Unaulizwa if you happen this kind of problem, what will you do? Utafanya nini ikitokea jambo hili hapa? Kwa tuna test IQ yako. Kama ulimeza na kula kwako. Kwa hiyo kuna IQ test interviews. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo is common questions lazima ujijue zinapoulizwa nitazijibu vipi kwenye interview panel inayokwenda. Kitu kingine ambacho nadhani cha mwisho ni muhimu sana, watu huwa hawajui kwa nini swali linaulizwa kwenye interviews. Do you have any question? Umemaliza interview wanakuuliza una swali lolote? Yes, wanakuuliza una swali lolote? No, I don't have. Tuliwahi kufanya interview moja, tukatafuta watu wa sales. Tukasema leo mtu atakayetuuliza swali ndo ataqualify for phase 2. Kwa hiyo usijiandae kutokuwa na swali. Waulize tu swali. When will I get my feedback of this interview? When should I expect from you? Haya ni maswali ya kuuliza. Kwa hiyo tafuta maswali ambayo utaenda kuuliza wale. Inawezekana usione ni wajinga wanapokutoka kuuliza una swali lolote? Wewe ukajifanya msamaria mwema kwamba sina. Kumbe swali la mtego lipo katika hilo swali. Na ndio maana hilo swali linakuwa mwishoni. Ni mara 10 ukauliza likawa halina mchango kuliko ukaignore wakati lina mchango.